tunaongelea somo letu la msingi ni nguvu ya msalaba na thamani ya damu ya Yesu kwa mtu au kwa mwamini. Ni nguvu ya msalaba na thamani ya damu ya Yesu kwa mwamini. Neno letu la kusimamia ni Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18, ambao katika huo mstari tulivyoanza nao kuanzia siku ya kwanza, nataka nifanye recap au niende kwa haraka tuingie kwenye maombi, ambao neno hilo linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nikakwambia nguvu ni nini? Kwa wao wanaopotea, wasioamini, msalaba ni upuuzi. Nikakwambia isikutishie, misalaba pia iko ya aina mbali. Tukaangalia msalaba wa Yesu tu pale msalabani tu, aliyekwa msalabani yeye na mwizi, si ndio Kwa hiyo ule wa mwizi nao ni nini? Ni msalaba. Lakini sisi hatuangalii msalaba wa mwizi, lakini hata Andrea ana nini? Ana msalaba. Hata kwenye pete zetu zingine zina nini? Zina msalaba. Lakini hata kwenye nini? Cheni tunazovaa nazo zina nini? Sasa ni msalaba upi? Kwa hiyo hata unapovaa pete yenye msalaba, rafiki yangu, uangalie vizuri. Unaweza ukawa wakati mwingine umebeba msalaba wa mwizi, si ndio Kwa sababu misalaba iko mingi. Unawezekana umebeba msalaba kweli, ni msalaba kabisa, lakini ni msalaba wa kutundikwa yule mwizi, au umebeba ni msalaba la Andrea huko, au la, umenielewa Kwa hiyo sasa sisi tunaangalia ule msalaba wa Yesu, ambao msalaba wa Yesu una faida kwetu. Yaani wewe hapo ulipo, heshima ulionayo ni ule msalaba wa Yesu. Thamani ulionayo ni ule msalaba wa Yesu, ambao unasema aliyachukua masikitiko yetu, alichukua aibu yetu. Tulidhania ya kwamba amepigwa, lakini alipigwa kwa ajili yetu, alichukuliwa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake na kutundikwa kwake sisi tumepona. Haleluya! Sisi tumefanyaje? Sisi tumepona. Kwa hiyo tunaangalia ule msalaba ambao ndani yake umebeba aibu, ndani yake umebeba masikitiko, ndani yake ulikuja strategic kwa ajili ya kutuokoa. Nikakwambia mwanzoni kabisa, kama mkao wa kupokea, kwa sababu sio kwamba Yesu tu haji kwako akukute kwa sababu wewe una magonjwa, unaonewa na mume, unaonewa na mke, unaonewa kazini, basi anakuokoa tu. No, there is a time ambao ni lazima upige upaze sauti. Yesu anajua masikitiko yako. Yesu anajua vifungo ulivyowekewa. Yesu anajua naibu uliobeba, lakini haitoshi walivyokuonea. You must take a step. Haleluya. Haleluya. Tuangalia Isaya 52:1-2. Anaposema inuka e binti Sayuni, uliyepata twende haraka. Anasema inuka e binti Sayuni, jivike nguvu zako, jikumute mavumbi yako. Uliuzwa bure, utanunuliwa bure. Lakini habari ya kuinuka ni ya kwako. Habari ya kujivika mavazi mengine ni ya kwako. Habari ya kurudi kwenye hilo duka mama, hata kama wanakuibia kila siku, ni ya kwako. Yesu aleti malaika, ni wewe udhamirie kutoka ndani. Na inuka tena kwa jina la Yesu. Najikumuta mavumbi ya umaskini kwa jina la Yesu. Najikumuta mavumbi ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Ninajivika nguvu zangu tena kwa jina la Yesu. Ninajivika uweza wangu kwa jina la Yesu. Ninavaa mavazi ya thamani tena kwa jina la Yesu. Mungu si ameona kabisa ameuzwa bure. Mungu ameona kabisa huyu mtu ameonewa. She or he is oppressed. Yuko katika wakati mgumu. Mungu anajua. Ndio maana akasema inuka wewe binti Sayuni, hata kuwepo kwako tena asiye na agano atakayeweza kuingia. Tohara nilikwambia ni nini? Katika ulimwengu wa roho kabisa ni agano la kiungu. Ni agano la kabila hilo ambalo ni lazima walikuwa walifanya kiagano. Hata kuwepo, sisi hapa tunaweza tukatumia kwamba hata kuwepo kwako tena mchawi atakayekutesa. Hata kuwepo tena kwako nguvu ya giza itakayokutesa. Hata kuwepo kwako tena umaskini
kujihurumisha tu. Nikakwambia kuna wamama wako hapa, anaweza mimi kila mwanaume ninayempata lazima tu anichezea aondoke. Wewe umekuwa mpira. Sinaongea na mtu. Hivi kwanza mtu anakuchezeaje? Anamchezea wakimzalisha watoto wa pili wanaondoka. Kwa hiyo wewe ni mpira au ni goli? Naongea na mtu. Naongea na mtu hapa. Haleluya. Kama tu mwanadamu mwenzako unaweza ukamwona ananichezea na shetani atakufanyaje sasa? Atakufanyaje? Asante. Atafanyaje? Haleluya. Kama mwanadamu mwenzako atakuchezea. Hivi unajua ni mpira hivyo unaposema unachezewa. Na kwa habari ya shetani, yes, anaweza akakugaragaza na kukupindua na kufanya ajabu. Sijui atakumatope ya kufanya vingine. Haleluya. Kwa ninachotaka kukiongea ni kwamba acha kujihurumisha. Ulimwengu wa roho is real. Ulimwengu wa roho ni fact. Hakuna kitu kinachoanza katika ulimwengu wa mwili kabla hakijatokea rohoni. Haleluya. Lazima mtu wako wa ndani ainuke. Mtu wako wa ndani ukimwacha alale, kila mtu atakuhurumia. Ni ukweli kabisa. Kuna mahali ambapo mtu hawezi kuingia kwenye maumivu yako. Nilikupa mfano. Nikamwambia unaweza ukawa huko kabisa chumbani na mume wako mpenzi, unamuita baby na hakuna namna kwa sababu ni baby yako. Lakini ukweli ukaumwa na hilo jino moja tu la kule mwishoni. Si ndio? Umenielewa? Atakachoweza kukusaidia kikubwa sio kukuchukua hilo jino maumivu kuweka kwake. Anaweza kukusaidia kuleta maji, anaweza akayachemsha, lakini maumivu ya ndani, msiba unao wewe. Yoyote aliyeweza kutoka ni yule aliyeweza kuvaa viatu vya msiba. Ni yeye aliyeweza kuvaa maumivu yake na kusema yatosha leo kwa jina la Yesu. Yatosha leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Na hivyo wale waliokuwa wanaona ndio waliomzuia Bartimayo. Hakutaka, alijua hivi, ni kweli mimi sioni, lakini ninainua sauti yangu. Akapaza sauti tena zaidi. Biblia inatuambia alivyopaza sauti zaidi, Yesu akasema muiteni huyo. Wale waliokuwa wanasema kwamba usiende, nyamaza. Alafu unajua walikuwa wanamnyamazisha, walikuwa wanamkemea. Kuna tofauti ya kunyamazishwa na kukemea. Nyamazishwa ni hivi, baba nyamaza, acha kwanza, si ndio? Kemea nini? Oya, tulia. Si umeona kuna utofauti au inafanana? Yule sielewi alikuwa kabila gani, lakini kuna mkemeo hapo. Tumeona tu kuna mkemeo hapo. Alafu kuna wakamkemea. Fanyaje? Wakamkemea, wakamkaripia. Lakini yeye akainua sauti yake dhidi ya wale waharibifu. Akainua sauti yake dhidi ya wale waliokuwa wanamfanyaje? Biblia inatuambia Yesu akamuita. Akasema muiteni. Aliposema muiteni, wale waliokuwa wanamnyamazisha, anamwambia uwe na moyo mkuu, anakuita. Jitie nguvu, anakuita. Kwani nguvu aliyokuwa nayo ya kuita ilitoka wapi? Si ndio Alafu alipofika kwa Yesu, kwanza alivua vazi akatupa kule. Kuna mavazi ambayo yanakushikilia, yamekuwa kama comfort zone kwako. Lazima uyavue ukutane na Yesu. Lazima uvue magonjwa ukutane na Yesu. Lazima uvue uzito ukutane na Yesu. Lazima uvue kukataliwa ukutane na Yesu. Lazima uvue kawaida ukutane na Yesu. Haleluya. Alipofika kwa Yesu, nilikwambia Yesu akumwambia jamani Bartimayo, na kuona hivyo hata uone. No, wataka nikufanyie nini? Kuna vitu ni mpaka utamke. Kuna vitu ni mpaka ufanyeje? Ni mpaka ufanyaje? Ni mpaka ufanyeje? Na kuambia kwa sababu tunaenda kuingia kwenye maombi muda sio mrefu. Na kesho ni siku yetu ya maombi mwanzo mwisho. Mungu atatenda kwa wengi. Sasa wewe usikae katika hali ya kushangaa. Umenielewa kaa katika hali ya Mungu kukutendea. Kaa katika hali ya Mungu kufanya kitu kwako. Kaa katika hali ya Mungu kukuonekania. Haleluya. Lakini nikakwambia kwamba tunaendelea katika part 2 ambayo pale chini utaandika kichwa kidogo cha habari, ambacho kichwa cha somo dogo ambalo linasema thamani ya damu ya Yesu katika ukombozi wa ardhi. Thamani ya damu ya Yesu katika ukombozi wa ardhi. Haleluya. Neno la Mungu linasema
ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nitawasikia kutoka mbinguni, nitaiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafunguka mahali hapa waombapo watu hawa, na masikio yangu na moyo wangu utakuwepo mahali hapo. Kwa nini Mungu, sasa swali langu likawa moja, kwa nini Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, wataomba, wataziacha njia zao mbaya, Mungu atawasikia kutoka mbinguni? Alafu akiwasikia kutoka mbinguni anaponya ardhi yao. Kwa nini aponye nchi yao? Nikamwambia unaposikia kipengele nchi au ilipoandikwa nchi, maana yake ni ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki au kiutawala. Kwa hiyo Mungu aliposikia watu wanaomboleza, wanalia, wanamtafuta, wameacha njia zao mbaya, akawatafuta yeye, wameziacha njia zao mbaya, yeye akawaambia, akaiponya nchi yao, kwa sababu ile ardhi ndiyo iliyonajisika, ile ardhi ndio aliponya kibebeo chao. Kwa hiyo Mungu anachokifanya kwenye ardhi zetu, anaponya kile kibebeo, maana ndicho kinacholeta harufu mbaya kwenye maisha yetu. Yaani kile kikombe ndicho kilichobeba hayo magonjwa. Wakati mwingine kile kikombe ndicho kilichobeba hiyo harufu unayosikia. Kile kikombe, ardhi ni kikombe chetu na kinaweza kuwa kama sahani yetu au ndio kibebeo chetu. Nikakwambia ziko sifa kuu zifuatazo za ardhi. Ardhi ina sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, natamani tuende kwenye maombi, nasikia Roho Mtakatifu anataka kutibua hapa. Sifa ya kwanza, ardhi inaweza kusikia. Sifa ya kwanza, ardhi inaweza kusikia. Alina Biblia, weka Biblia yako karibu kabisa. Kumbukumbu la Torati 32:1-2. Musa akawaambia wale wana wa Israeli, ninajua ya kwamba nitaondoka kwa wepesi, lakini nitakapoondoka mtaiacha sheria ya Mungu. Naye akasema, nitaisemesha ardhi, mbingu na ardhi, nisikie neno la Bwana. Kwa hiyo kumbe ardhi hata ukisemesha inafanyaje? Inasikia. Kwa hiyo hapo Musa haongei tena na watu, anaongea na mbingu, anaongea na ardhi. Na ndio maana makabila mengine wanaweza kabisa wakawa wakiamua kuweka maagano yao, wakaenda kuweka huko labda samu ya msituni au mlimani, wakachukua kondoo, wakachukua mbuzi, wakaanza kusema na ardhi ya mahali pale namna gani wanataka wale watu wawe. Haleluya. Anasemesha nini? Anasemesha nini? Ardhi ya mahali pale. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaandikiwa utafika mpaka hapa, hautavuka hapo. Mawimbi yako yaletayo yanazuiliwa. Kila unapotamani kupita, lazima vitu viinuke vya kukuzuia usipige hatua. Wakati mwingine viko vitu vya halisi kabisa, lakini wakati mwingine viko kwenye ardhi tunayopita. Ndio maana maisha ya kwako ni ya mfanano kwenye familia, na kila unapotaka kuinuka unapigwa vita. Inawezekana ardhi imesema katika familia watoto wasiolewe mbali. Mchumba wako yuko Marekani dada, kwenye familia sasa wasiolewe mbali. Ndio maana wanapokuoa hawa wa hapa Same wanakuacha tu, mchumba yuko Marekani. Hebu jitazame tena. Haleluya, haleluya. Anaweza kufanya. Kuna watu wanaandikiwa, inaomba usimame, ninapomalizia hapa simama na sadaka yako. Kuna mtu anaweza kuandikiwa utafika mpaka hapa, hautapita, na hapo mawimbi yako yaletayo yatazuiliwa. Kwa hiyo mtu anaweza kaandikiwa kabisa, hautaka upite hapo. Wakati mtumishi wa Mungu anatufungulia Ayubu 32:11, ni utafika mpaka hapa lakini hutapita. Hapo mawimbi yako yaletayo yatazuiliwa. Maana yake kuna watu kabisa wanaandikiwa hautaka uvuke hapa. Na kila anachokifanya, mawimbi yaletayo yanaweza yakawa magonjwa, yanaweza yakawa madeni, yanaweza kuwa kukataliwa. Chochote kile kinainuka tu ili kikuzuie usipige hatua. Hayo ni mawimbi yaletayo. Lakini neno la Bwana linasema, je, umeiamuru asubuhi yako? Je, umetangaza mapambazuko yako? Waovu wakumutwe, wakatiliwe mbali. Kama ambavyo dakika chache zijazo waovu walioshikilia maisha yako watakatiliwa mbali kwa jina la Yesu. Walioshikilia watoto wako watakatiliwa mbali kwa jina la Yesu.
watu wanaweza kuandikiwa kabisa kwamba fika hapa, lakini hautapita. Na hata akijitahidi kufanya vitu, anaweza akapata hela kwa msimu, akajenga nyumba, akaendesha magari, lakini mizimu ya kwenu, hayo madhabahu au hayo maardhi yakigundua tu ametutoroka, amefika hapa, kila kitu kikaanza kufilisika, ukarudi chini. Yaani ukarudi kama mtu ambaye hakuwahi kuwa nacho kabisa. Lazima tutoke hapo kwa jina la Yesu. Lazima tutoke hapo kwa jina la Yesu. Anayeamini dakika chache anatolewa na Bwana. Pigie Bwana makofi. Inua sadaka yako juu. Inua sadaka yako juu. Inua sadaka. Sema Bwana Yesu, jioni ya leo ninakuja mbele zako. Natambua ya kwamba viko vizingiti vilivyosimama kwenye ardhi yangu, kwenye maisha yangu. Ninakuja mbele zako. Ninakuomba Bwana, jioni ya leo, jioni ya leo